بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وجيرانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikiwa leo ni yaumu sabti, siku ya Jumamosi, tarehe 12 ya mwezi huu wa Shaaban mwaka 1447 Hijiria, sambamba na tarehe 31 ya mwezi wa kwanza Januari mwaka 2026 miladia, tukiwa tukaribia tena kuingia katika mawanda ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tupo ndani ya muendelezo wa kitabu Ramadhaniyatun Nisaiya, na leo biidhnillah tabaraka wa taala tutaendelea na pale ambapo tulitawakafia katika majlisi zilizotangulia nyuma au iliyotangulia, ili ya kwanza na hii ni ya pili. Kitabu chetu ambacho kimeandikwa na Sheikh Abdullah ibn Ahmad al-Allaf hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu Allah, walilmar'ati ahkamun fi salati, na ana mwanamke hukumu nyingi katika swala, takhtassu biha anir rijali, anahusika nazo hukumu hizo kinyume na wanaume, au anir rajuli, kinyume na mwanaume. Ana mwanamke ahkamu nyingi katika swala yake, ahkamu ambazo anahusikana nazo kinyume na mwanaume. Wa idahuha kama yali, na kule kuziweka wazi, kuzifanyia tawdih, kuzifafanua na kuziweka bayana ni kama ifuatavyo. Jambo la mwanzo, awalan, laysa ala almar'ati adhanun wala iqamatun, hakuna kwa mwanamke, haipasi kwa mwanamke adhana wala iqama, haipasi kwa mwanamke adhana wala iqama. Hata kuswali basi hakuna hilo la kuadhini wala kuqimu, lianna al-adhana shuri'a lahu fi raf'i sauti, kwa sababu adhana imewekewa sheria kwenye kunako kunyanyua sauti. Walmar'atu la yajuzu laha raf'u sautiha, na mwanamke haifai kwake kunyanyua sauti yake, haifai kwake kunyanyua sauti. Kwa hiyo haitofaa. Hata misikitini hawakuwa muadhinun, ni muadhinati, kwa maana waadhiniji hawakuwa ni waadhiniji wa kike, na yote hayo ni makhafata alfitna, kwa kuhofia fitna, huenda wakafitinika wanaume kwa sauti zao hawa wanawake. Sheikh akaendelea kusema, wala yasihani minha, na wale viwili hivyo havisihi kutoka kwa huyo mwanamke, kwa maana hata akaadhini adhana yake sio sawa, hata akaqimu iqama yake sio sawa.
Na hapa kuna tambihi ambayo itakuja kuhusiana na mbele, ila ni hitaji mimbabi tadhkir. Huenda mwanamke akawa na wenzake wanataka kuswali, wanaruhusiwa hapa kuqimu, mmoja akaqimu kisha na wao wakapanga swafu, wakamchagua mmoja akawa imamu. Na hapa hiyo iqama yao kinyume na sauti, kwa maana sijakaqimu ikawa ndo naye kashika maiki au anyanyua sauti, la, itakuwa pia ni makosa na wataingia kwenye yale makosa ambayo ndio kwayo yalichelewa kutokea kwake, ndio maana ikawa hakukusihi adhana wala iqama kwenye hali ya mwanzo iliyotangulia kwenye kuna kunyanyua sauti. Qala fil Mughni, amesema sahibul Mughni jildi wa pili ukurasa wa 68, la na'lamu fihi khilafan, hatujui kwenye hili sisi khilafu yoyote, hatujui kwenye hili khilafu yoyote. Ni jambo la mwanzo ambalo husiana na adhana na iqama kwa mwanamke. Jambo la pili, thaniyan, kullu almar'ati awratun fi salati illa wajhaha, mwanamke wote mzima kabisa aura ni uchi katika swala. Mwanamke ni uchi katika swala, illa wajhaha, isipokuwa uso wake tu. Huyo ndio shekhe kuvua. Na hapo kwenye uso pia atatoa tambihi chini hapo kwamba iwe, ili huo uso usiwe uchi kwa mwanamke, kuwe hakuna wanaume ambao ni ajani ambao watamuona. Kwa maana kukiwa kuna ajani, basi pia atatakiwa ufunike. Wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilafun, na kuhusu viganja vyake viwili na nyayo zake mbili kuna khilafu. Warajih pia ni aura, arrajih pia ni aura, kwa sababu ikiwa sheria imetaka sehemu nyingine visionekanwe au yasionekanwe, zake nyayo mbili zisionekanwe, iweje ziruhusiwe kwenye swala? Sio sawa hilo, kwa maana kwamba kuna khilafu, lakini muadhamu ya ulama wanaokwenda kwamba kauli yenye nguvu ni kutokuonekana pia. Wadhālika kulluhu haythu la yaraha rajulun ghayru mahramin laha, na yote hayo ni pindi pale ambapo atakuwa hamuoni yeye mwanaume ambaye sio mahramu yake, mwanaume ambaye sio mahramu yake. Kwa maana kukitokea mwanaume ambaye sio mahramu na akamuona, basi hapo kutakuwa na hukumu nyingine. Fa in kana yaraha rajulun ghayru mahramin laha wajaba alaiha satruha kama yajibu alaiha satruha kharij as-salah anir rijali. Fa in kana yaraha rajulun, kiwa yupo ndani ya swala lakini kuna mwanaume anamuona ghayru mahramin laha, ambaye sio mahramu yake, wajaba alaiha satruha, itapasa kwake yeye kujistiri, itapasa kwake kujistiri, kwa maana kustiri hivyo viungo ambavyo vimetajwa hapa. Kama yajibu alaiha satruha kharij as-salah, kama inavyopasa kwake yeye kuvistiri hivyo akiwa wapi? Akiwa nje ya swala. Anirijali, dhidi ya wanaume, avistiri hivyo iwe ni dhidi ya wanaume hawavioni. Fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta dhuhuri qadamaiha, hakuna budi
kwenye swala yake mwanamke kujifunika kichwa chake na magoti yake na kufunika baki ya kiwiliwili chake mpaka kule kudhihiri kwa nyayo zake. Na Sheikh akasema kuna khilafu, lakini pia kapita hii kauli ya kwamba nyayo pia sifichuliwe, ziwe zimedhihirika, zisiwe hivyo bali ziwe zimefichwa. Pamoja na kwamba akatoa tambihi kwamba kuna khilafu, ila kauli ambayo tamasha bihi ni hii, wakatembea nayo ni hii. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin, Allah hakubali swala ya mwanamke mwenye hedhi, ambaye yani kwa maana na itatafsiriwa swala ya mwenye hedhi, yani man balaghatil haidha, mwanamke ambaye kafikia lile rika la kutokwa na hedhi. Swala ya huyu haikubaliwi illa bi khimari, isipokuwa atakapovaa khimari. Kwa maana mwanzo mwanamke tunaweza tukamwambia mfano au akaambiwa nyumbani swali ila muda wa kuwa laisat haidan, si mwenye hedhi mwanamke huyo, kwa maana hajafikia umri huo. Hapo tunaweza tukamwambia aswali pasi na kuvaa khimari, kwa maana tumpa mazoezi, ila bado swala kwake ma swarat wajibatan, haijakuwa ni wajibu. Ila ikifikia kile kipindi ambacho sasa na yeye anapata ada yake ya mwezi, akiswali huyu tutamtaka ajihifadhi kwa kuvaa khimari, na zile ahkamu ambazo zinawahusu wanawake waliokuwa washakuwa wakubwa pia zitamhusu yeye. Rawahul khamsa ambao ni ashabu as-sunan, wamepokea hadithi hii ashabu sunan. Wal khimar ma yughatti ar-ra'sa wal 'unuqa, na khimar ni livazi ambalo hufunika kichwa kadhalika na hufunika shingo ya mwanamke, hufunika kichwa kadhalika na hufunika shingo. Hilo ndio vazi ambalo huitwa khimar. Wa an ummi Salama radhiyallahu anha, na kutoka kwa ummu Salama Allah amridhie, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin, hivi aswali mwanamke kwenye dir'u na khimari pasi na izar. Dir'u tumelielezea hilo vazi, linakuja sasa hapa. Khimar tayari tushaelezea. La dir'a ni vazi katika mavazi ambayo huvaliwa juu, lakini pia kuna baadhi ya istilahi ambazo hutumikana dir'a kama ni nguo ya kivita, na khimar ni vazi ambalo tumelitaja hapo, lafunika kichwa kadhalika na shingo, na izar ni vazi la chini. Qala, mtume akasema, idha kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, itakapokuwa ilo vazi la dir'u lenye kuenea likawa linafunika kule kudhihiri nyayo zake mbili, liwe linaenea. Hadithi akhrajahu Abu Daud wa sahaha al-a'immatu wa waqfahu, hadithi ameitaja Imam Abu Daud na amesahihisha maimamu kule kwa kwake ni mauquf. Hadithi hii ni mauquf, kwa maana kwamba haya maneno yaliyokuja ndani haya sio ya mtume, amerajihisha kwamba haya maneno ni ya Ummu Salama, amerajihisha hivyo ulama na kutilisha nguvu na kusahihisha hilo. Anasema المؤلف وفقه الله دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة. zimejulisha hadithi mbili kwamba hakuna budi kwenye swala yake
hakuna budi kwenye swala yake mtu kufunika kichwa chake, kadhalika na magoti yake, kama ilivyofundisha hilo hadithi ya Aisha, wa min taghtiyati baqiyati badaniha. Hadithi mbili hizo zimejulisha juu ya kunako kufunika baki ya kiwiliwili chake, kama afadahu hadithu Aisha, kama lilivyofundisha hilo hadithi ya Aisha imefundisha hilo, kama afadahu hadithu Ummi Salama, kama lilivyofundisha hilo ile hadithi ya Ummu Salama. Kwa hiyo hadithi ya Aisha imejulisha kwenye kuna kufunika kichwa na magoti yake. Kadhalika hadithi ya Ummu Salama imejulisha kwenye kuna kufunika kiwiliwili na kule kudhihiri mpaka nyayo zake zisidhihiri. Kadhalika vile vile wayubahu kashfu wajhiha, yani halali na inafaa kule kufichua uso wake, haithu la yaraha ajnabiyun, kwa kiasi ambacho na kwa namna ambayo itakuwa hamuoni uso huo mwanaume yoyote wa kando. Na mwanaume ajnabi ni kile yule ambaye yafaa kwake kumuoa. Ndio taarifa ambayo ina fasl kwenye hilo, liijma'i ahli alilmi ala dhalika, kwa kule kuwafikiana wanachuoni na kukubaliana wanachuoni juu ya hilo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu Majmu' al-Fatawa mjildi wa 22 ukurasa wa 113 mpaka ukurasa wa 114, fa innal mar'ata law sallat wahdaha, hakika ya mwanamke lau kama ataswali peke yake, kanat ma'muratan bil ikhtimari, atakuwa ni mwenye kuamrishwa avae khimari, kwa maana afunike kichwa chake, kadhalika na yale ambayo yanafungamana na mengineyo katika kiungo chake, kwa maana atatakiwa ajifunike. Wa fi ghairi sala, na kwenye sio kuwa swala, yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha, inafaa kwake kufichua uso wake, yajuzu laha kashfu ra'siha, yapasa kwake kule kufichua kichwa chake fi baitiha, kwenye nyumba yake, hapo itafaa kwake. Fa akhdhu zinati fi salah haqqun lillahi, kule kuchukua mapambo katika swala ni haki ya Allah tabaraka wa taala. Falaysa li ahadin an yatufa bil baiti uryanan, haifai kwa yote kutufu katika al-Kaaba hali ya kuwa uchi. Walau kana wahdahu bil layli, hata kama atakuwa peke yake usiku. Wala yusalli uryanan walau kana wahdahu, na wala hato swali, hatakiwi kuswali yeye uryanan akiwa uchi, walau kana wahdahu, hata kama uko peke yake. Lijambo limetajwa hivyo na ulama, kwa maana kile kitendo cha kustirika mwanamke hakifungamani na kuonekana tu, la kwamba eti kwa sababu huonekani ndio aswali akiwa ni aria, la, sio hivyo, bali hiyo ni haki ya Allah. Ila an qala, mpaka aliposema al-Imam Ibn Taymiyyah, falaysatil awratu fi salati murtabitatan bi'awratin nadhari la fardan wala aksa, haukuwa uchi kwenye swala ya mwanamke ni wenye kufungamana na ule uchi wa kimtazamo, kwamba eti mpaka atazamwe. Hilo jambo sio kwa kufanya maafikiano kwamba limekwenda hivyo kwenye kanuni za kifiqhi, wala kwenda kinyume, halijakuja hivyo hilo jambo halikuja hivyo. Na kama alivyosema pia qala fil Mughni, amesema pia sahibul Mughni, kwa ni mjallidi wa pili ukurasa wa 328,
wa amma sa'iru badani almar'ati alhurra, ama baki ya kiwiliwili cha mwanamke aliyehuru, fayajibu satruhu fi salah, inapasa kustiri hiyo baki ya mwili wake huyo mwanamke aliyehuru katika swala. Wa in inkashafa minhu shay'un lam tasihha salatuha illa an yakuna yasiran, na pakifichuka chochote katika huo mwili wa mwanamke huyo, haitosihi swala yake isipokuwa uko kufichukana kwake kuwe ni kudogo. Illa an yakuna yasiran, isipokuwa uko kufichukana kwake kuwe ni kudogo. Wa bihadha qala Malikun wal Auza'i wa Shafi'i, kwa ajili hii au na kwa kauli hii ndio kasema Imam Malik, ikiwa ni moja kati ya ulama wa zile madhahibu kuu nne. Wala Auza'i, na Imam al-Auza'i naye alikuwa na madhehebu yake huyo, ila ni katika zile madhahibu zilizofutika. Wa Shafi'i, na Imam ash-Shafi'i rahimahumullahu jami'an. Dhakara fil Mughni, kadhalika pia ametaja katika al-Mughni mjallidi wa pili ukurasa wa 258, anna al-mar'ata tajma'u nafsaha fi ar-ruku'i was-sujudi badalan min at-tajafi, kwa mwanamke anatakiwa akusanye nafsi yake yeye mwenyewe, ajikusanye kwa maana ajibane kwenye kurukuu na kusujudu badali ya kule kujitanua, kujiachilia. Watajlisu mutarabbi'atan au tusdilu rijlaiha wataj'aluhuma fi janibi yaminiha badalan min at-tawarruk wal-iftirash, na kadhalika vile vile pia akae mutarabbi'atan, kile kikao cha atarabbu kama kile kikao cha atahiyatu ya mwanzo, au aikunjue miguu yake na aijalie iwe kwenye upande wa kuliani kwake, badali ya kukaa atawarruk, kwa maana akakitisha mguu mmoja mwingine akaulaza, badali ya vile. Na atawarruk ni kile kitako ambacho hukaa mtu kisha akakalia kalio moja, ndio atawarruk. Na al-iftirash ni kile kitako ambacho mtu hukaa mguu mmoja kaukalia na mguu mmoja hajaukalia, kama kikao cha tahiyatu ya mwisho. Sasa atatakiwa akae hivyo mwanamke kama namna hiyo iliyotajwa, badali ya kukaa mikao hii hapa ambayo ndio wanakaa wanaume. Liannahu astaru laha, kwa sababu mikao hii iliyotajwa hapa ndio inamsiri zaidi yeye huyo mwanamke. Waqala an-Nawawi fi al-Majmu', na amesema Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, shaykh min shuyukh al-madhhab, mjallidi wa 3 ukurasa wa 455. Qala ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi al-Mukhtasar, amesema al-Imam Shafi'i Allah amrehemu kwenye al-Mukhtasar, wala farqa baina ar-rijali wan-nisa fi amali as-salah, na hakuna tofauti baina ya wanaume na wanawake kwenye matendo ya swala. Illa anna al-mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'daha ila ba'd, isipokuwa mwanamke kwake yeye yapendekezwa ajibananishe baadhi yake kwenye baadhi nyingine, asijitanue. Kadhalika wa uhibbu dhalika laha fi ar-ruku'i wa fi jami'i as-salah, na nalipenda mimi hilo kwa mwanamke kwenye rukuu na kwenye swala yake yote, kwa maana Imam Shafi anapendelea hivyo, asiwe mwanamke anajitanua. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kipengele kingine
ambacho tutamalizia salatu nisa'i jamaa biimamati ihdahunna fiha khilafun baina alulama'i baina mani'in wa mujiz. Swala ya wanawake jamaa kwa uimamu wa mmoja kati ya wao, kwenye hilo kuna khilafu baina ya ulama, kuna baina ya wanaozuia hilo na ambao wanajuzisha. Wal aktharu ala annahu la mani'a min dhalika, na wengi wamekwenda kuona kwamba hakuna kizuizi kwenye hilo. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqa an ta'umma ahla dariha, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimuamrisha ummu Waraqa awaswalishe watu wa nyumbani kwake. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Wa ba'dhum yara istihbaba dhalika li hadha alhadith, na baadhi ya ulama wanaona kwamba ni mustahabu, kwa maana wanawake wakapata mmoja kati ya wao nyumbani anawaswalisha, wanaona kwamba ni sunna hilo jambo, kwa sababu ya hadithi hii ya Ummu Waraqa alipoambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba awaswalishe watu wa nyumbani kwake. Wa ba'dhum yara annahu ghairu mustahabbin, na baadhi ya wao wanaona kwamba hilo jambo sio nini, sio mustahabu, sio mustahabu. Wa ba'dhum yara annahu makruhun, kwa maana alhasil kwenye hili jambo kuna khilafu, na baadhi yao wanaona kwamba hilo jambo ni makruhu. Wa ba'dhum yara jawazahu fi an-nafli duna al-faradhi, na baadhi ya wao wanaona kule kujuzu kwake hilo jambo kwenye sunna kinyume na swala ya faradhi. Na Sheikh akasema wala'alla rajiha istihbabuhu, na huenda kuna baadhi ya sehemu hapa ashkali zake nimezikhalifu kwa sababu zimeandikwa kimakosa. Kwa mfano kama kwa sababu mwanamke la usallatu wahdaha, mfano huku nyuma kanat ma'muratun, kosa hilo ni ma'muratan, na hapa salatu nisa'i jama'atan kumeandikwa jama'atun, hivyo pia hapo ni jama'atan sio jama'atun, nimekhalifu. Na hapa pia ndio hivyo hivyo wala'alla rajiha istihbabuhu, na huenda kilichokuwa ni rajih chenye nguvu kwenye hilo ni kule kuwa kwake hilo jambo ni sunna. Walimazidin min alfaidati fi hadhihi almas'ala yuraji'u almughni, na kwa ziada ya faida kwenye hili farejewe almughni, farejewe almughni, kitabu hiki kwenye ukurasa wa 202 mjilidi wa pili, na almajmuu ya Imam an-Nawawi ukurasa wa 84 mpaka 85 mjilidi wa 4. Kirejea vitabu hivyo utapata mazidi ya faida. Maalasaf wanafunzi wengi vitabu vikubwa vikubwa hawapo navyo. Kwa hiyo pia ukipata watu wakajitolea mambo kama haya inakuwa ni khairi, kujitolea watafutie wenye kusoma. Kitabu gani huna kamtafutia. Lakini hapa kuna tambihi fupi ambayo inahusu haya tuliyosoma. Huenda mmoja kati ya sisi akajiuliza, mbona kitabu kimetaja ahkamu zinazofungamana na Ramadhani kwenye upande wa unwani yake, lakini ndani yaliyokuwemo yanaanza ya swala? Kwa sababu gani ni hivi? Ni kwa sababu hakuna funga inayosihi kama anayefunga ni tariku swala, bali kuna hatari kuwa yeye ni kafir huyo mtu. Kwa hiyo hakuna funga pasi na swala, na muadhamu ya watu wanafunga alafu hawaswali. Hawa wanakaa na njaa, au wengine wataswali maghribi tu kwa sababu ndio wakati wa kuelekea kwenye kufutari. Jambo la swala na jambo la funga ni nguzo mbili za Kiislamu na zinabebana. Ikiwa una dharura wewe ambayo ya kujuzisha usiswali, basi funga pia nayo itaingia hivyo hivyo, kwamba hiyo ni dharura pia. Ikiwa una dharura ambayo inakufanya wewe usifunge, basi hiyo dharura pia inaingia kwenye swala. Kama msafiri anaruhusiwa kufanya
kufanya jamu baina ya swala na kupunguza. Lakini hivyo hivyo pia pasi na kusahau kwamba akitaka funga pia akafunguliwa mlango wa nini, wa kufungua. Ila sio jambo la kwamba mtu anafunga alafu yeye moja kwa moja ni mtu ambaye haswali. Hilo jambo ni makosa. Wanaktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wallahu a'lam.